Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chake kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka, msikilizaji, wa kwenda kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa leo asubuhi. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na vikwazo vipya vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi vya kwama, Spika wa bunge la Tanzania Tulia Ackson amesema ameridhishwa na kazi iliyofanywa na wabunge katika kipindi cha miaka mitano, ikiwemo kusimamia na kuishauri serikali na manufaa ya wananchi wa taifa hilo. Naam, natumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Shirika la habari la Fasa imeripoti kuwa Ali Shadman, mkuu wa kituo cha utoaji cha makao makuu ya kijeshi ya Khatam al-Anbiya ya Iran, amefariki dunia kutokana na majeraha iliyopata wakati wa makabiliano ya kijeshi na Israel. Jeshi la Israel limetangaza tarehe 17 Juni kuwa limuua Shadman, ambaye alimtaja kuwa mkuu wa majeshi wa Iran na kamanda wa ngazi ya juu zaidi wa kijeshi wa nchi hiyo. Meja Jenerali Gholam El Rashid aliwahi kuwa mkuu wa kituo cha amri cha makao makuu ya IRGC ya Khatam al-Anbiya, lakini aliuawa katika mashambulio ya anga ya Israeli yaliyolenga makamanda wakuu wa kijeshi wa Iran, maeneo ya nyuklia na wanasayansi mnamo Juni 13, usiku wa kwanza wa makabiliano ya kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Kiongozi mkuu Ali Khamenei amemteua Ali Shadman kama mrithi wa Gholam Rashid. Mnamo Juni 17, Israeli ilitangaza kumuua Shadman, lakini Iran haikuthibitisha habari hizo wakati huo. Makao makuu ya kamati ya kati ya Khatam al-Anbiya inasimamia uratibu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu na vikosi vya kawaida vya kijeshi, na hutumika kama kamandi kuu wakati wa vita, chini ya mamlaka moja kwa moja ya kiongozi mkuu Ali Khamenei. Irani itafanya mazishi ya kiserikali siku ya Alhamisi na Jumamosi kwa makamanda wakuu wa kijeshi, akiwemo Shadman na wanasayansi wakuu waliouawa wakati huo.
kwamba utawala wa Ukraine, zikiwemo hatua mpya za udhibiti kwa Urusi, kurefusha vikwazo vilivyopo na njia ya Ukraine kuelekea wanachama wa Umoja wa Ulaya. Vikwazo vya duru ya 18 vilivyopendekezwa na halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya vinazilenga sekta za fedha na nishati za Urusi, kujibu hatua ya rais wa Urusi Vladimir Putin kukataa kukubali mkataba wa kusitisha mapigano nchini Ukraine usio na masharti yoyote. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wametaka juhudi kubwa zaidi zifanyike kukidhi mahitaji muhimu ya kijeshi ya Ukraine na kuelezea msimamo wao kuliunga mkono ombi la nchi hiyo kutaka kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Viongozi hao wamesema ni muhimu kupeleka mifumo zaidi ya ulinzi wa anga na mifumo dhidi ya mashambulizi ya droni na silaha kubwa kuisaidia Ukraine kuwalinda raia wake na himaya yake dhidi ya mashambulizi makali yaliyoimarishwa ya Urusi. Wakati huo huo, wakuu wa Umoja wa Ulaya wamejadili mapendekezo mapya kutoka kwa Marekani kuhusu mkataba wa biashara, huku rais wa halmashauri kuu ya umoja huo Ursula von der Leyen akisema hafutilii mbali uwezekano wa mazungumzo kuhusu ushuru kugonga mwamba, akisema mapendekezo yote yanabaki mezani. Viongozi wa Ulaya wamekutana kuamua ikiwa wanataka kushinikiza mkataba wa haraka wa biashara ama waendelee kupambana kutafuta mkataba mzuri zaidi, huku nchi mbili zenye uchumi mkubwa katika Umoja wa Ulaya zikitofautiana. Ndiyo hali ambayo inajitokeza, ambapo msikilizaji, ni kwamba mapambano ambayo namna hiyo katika eneo lile la Ukraine, ambapo mapambano yanaendelea katika mstari wa mbele wa vita kati ya Urusi na Ukraine, ambapo hapo jana ikulu ya Kremlin imesema kwamba bado hakuna maendeleo yaliyopatikana kuhusu kuweka tarehe maalum ya duru inayofuata ya kisheria ya kusikiliza shauri lililofunguliwa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vilevile ikitumia Rwanda kuunga mkono kundi la waasi la M23 linalosababisha machafuko mashariki mwa Kongo. Msikilizaji, ndio yale ambayo vilevile inajitokeza katika hatua hiyo kwenye habari hizi za dunia, ambapo ni Afrika Leo asubuhi. Kwamba pamoja na maamuzi hayo, mahakama imetoa siku 90 kwa Rwanda kujibu hoja za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na siku 45 kwa Kongo kuzipitia na kuzifanyia tathmini hoja za Rwanda kabla mahakama hiyo haijakutana tena kusikiliza shauri hilo na kutoa maamuzi. Mahakama hii ina mamlaka ya kisheria kusikiliza shauri la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Rwanda. Hata hivyo, mahakama inapaswa kuzingatia iwapo katika mazingira fulani inaweza kutumia mamlaka yake ya kieneo pale ambapo ukiukwaji unaodaiwa ulitokea nje ya mipaka ya nchi inayoshtakiwa. DRC inaituhumu Rwanda kwa kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwapo mauaji, ubakaji, uharibifu wa mali pamoja na kuwafanya zaidi ya watu 500,000 kuyakimbia makazi yao, huku watoto takriban 20,000 wakikosa huduma za msingi ikiwapo elimu. Katika kesi hiyo, DRC imeiomba mahakama iamuru Rwanda kuondoa vikosi vyake nchini humo, kusitisha msaada kwa kundi la M23 pamoja na kutoa fidia kwa madhara yaliyosababishwa. DRC inasema maamuzi ya leo yanatoa mwanga kwa nchi hiyo. Samuel Mbemba ni waziri wa sheria wa Kongo. Ni maamuzi yanayotoa mwanga katika kupigania haki za binadamu mashariki mwa DRC. Ni uamuzi muhimu unaotoa matumaini kuhusu masuala yanayohusu malalamiko kati ya nchi wanachama kuhusu kesi za haki za binadamu barani Afrika. Hata hivyo, Rwanda imekuwa ikikanusha vikali madai hayo yanayotolewa na DRC. Veronica Natali. Ndiyo hali ambayo inajitokeza katika maeneo hayo, msikilizaji, ambapo kule awali Rwanda ilipinga shauri hilo kudai kuwa mahakama hiyo ya haki ya binadamu haina mamlaka kisheria kusikiliza shauri hilo, ambayo mahakama hiyo ipo katika jiji lile la Arusha, Tanzania.
Katika hali iliyozidi kuwa ya kusikitisha, hospitali ya Nasser mjini Khan Yunis, Gaza, inapambana kuendelea na huduma zake huku ikiwa imelemewa na idadi ya wagonjwa, uhaba wa vifaa na uhaba wa wafanyakazi, kwa mjibu wa shirika la afya duniani WHO, ikiwa mashine za kuwasaidia kupumua. Hata hivyo, hospitali hiyo haina uwezo wa kuongeza huduma kutokana na ukosefu wa mashine za oxygen, vitanda, vifaa vya ufuatiliaji na wahudumu wa afya. Wengi wa wahudumu wake hawawezi kufika kazini kwa sababu ya hofu ya usalama au ukosefu wa mafuta. Atef El Hout ni mkurugenzi wa hospitali hiyo. Hospitali ya Nasser inateseka kama sekta yote ya afya. Kuna uhaba mkubwa wa dawa, vifaa tiba na huduma kwa wagonjwa. Pia tunakumbwa na changamoto ya mafuta. Yanayotolewa na WHO yanatosha kwa siku chache tu, na baadaye tunakumbwa na uhaba wa dizeli. Huu ni mfumo wa kutegemea kwa tone moja, unaolazimisha kufunga baadhi ya vyumba vya upasuaji, vituo vya oksijeni na huduma nyingine muhimu tunazohitaji kwa uhai wa hospitali yetu. Hali hiyo inajiri huku makumi ya watu wakiuawa kila siku na mamia wengine kujeruhiwa katika maeneo ya karibu na vituo vya msaada vinavyosimamiwa na Israeli na Marekani. Mashuhuda wanasema Israeli inafanya mashambulizi dhidi ya umati wa watu wenye njaa baada ya kuelekezwa kwenye maeneo ya kupokea msaada, kama anavyoeleza Samir, mkimbizi aliyeko Khan Yunis. Tunaishi kwenye umaskini uliokithiri. Hatuna mboga wala mchele. Hata bidhaa chache zilizopo zina bei ya juu mno. Hatuwezi kumudu. Watoto na vijana wetu wanalazimika kwenda kutafuta chakula. Wanajua ni hatari, lakini hawana njia nyingine. Wanalazimishwa na njaa kuingia hatarini ili kulisha familia zao. Kwa mujibu wa WHO, hospitali kama Nasser zinahitaji ulinzi na misaada ya dharura kwa wingi ili kuokoa maisha. Taarifa ya WHO imeeleza kuwa ni kinyume cha sheria za kimataifa kugeuza hospitali kuwa maeneo ya kijeshi, jambo linalozidi kuweka maisha ya wagonjwa na wahudumu hatarini. Athanasios Gargavanis ni daktari wa upasuaji wa WHO aliyeko Gaza. Hospitali hazipaswi kubadilishwa kuwa maeneo ya kijeshi. Afya ni haki na misaada inapaswa kuingia Gaza kwa wingi. Licha ya juhudi za kimataifa, hali bado ni mbaya. Mpango mpya wa misaada unaoungwa mkono na Israeli na Marekani bado haujaondoa sintofahamu na ghasia zinazozunguka usambazaji wa misaada. Gaza inaendelea kujeruhiwa si tu kwa mabomu, bali pia na njaa, ukosefu wa dawa na kukatiwa kwa huduma za msingi za afya. Jumuiya ya kiuchumi Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii, ambapo mara kwa moja jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS ipo katika kipindi cha mabadiliko muhimu. Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio sasa amekabidhiwa unyenyekiti wa kupokezana wa jumuiya hiyo, akiridhi taasisi yenye mipasuko inayokumbwa na misukosuko ya kisiasa na mapinduzi ya kijeshi na maslahi ya kuhusu ufanisi wake. Mataifa haya ya ukanda wa Sahel yalijiondoa kwenye jumuiya hiyo mwaka 2023 na kuanzisha muungano wa nchi za Sahel, kwa ufupi AES, hatua iliyosababisha mgawanyiko mkubwa wa kikanda ambao Tinubu alijitahidi kuutatua. Licha ya juhudi za kidiplomasia, mataifa hayo yaligoma kabisa kurejea ECOWAS. Miongoni mwa hatua zake kubwa zaidi, Tinubu alianzisha mpango wa kuunda kikosi cha dharura cha ECOWAS kwa ajili ya kupambana na ugaidi na uhalifu wa kupangwa. Hata hivyo, utekelezaji wake umekwama hadi sasa, ingawa Umoja wa Ulaya umechangia euro milioni 110. Gharama ya jumla ya kuanzisha kikosi hicho inakadiriwa kuwa zaidi ya euro bilioni 2. Kujitoa kwa nchi za Sahel kumeiacha ECOWAS ikiwa dhaifu. Guinea, ambayo imesimamishwa wanachama kutokana na utawala wa kijeshi, hali inayoathiri mshikamano wa kikanda. Mwandishi wa DW Ben Shemang aliripoti hivi kutoka Abuja. Changamoto kubwa zaidi kwa ECOWAS ni ukosefu wa uthabiti wa kisiasa katika ukanda mzima, na kilicho kibaya zaidi ni kuwa sasa tuna ukanda uliopasuka kabisa.
Katika hatua ya kushangaza, ECOWAS ilitangaza wakati wa mkutano huo kuwa imekubaliana kushirikiana na jumuiya ya AES inayoundwa na watawala wa kijeshi katika vita dhidi ya ugaidi. Ingawa wakosoaji wanaona hili kama kulegeza msimamo, wengine wanaliona kama hatua ya kivitendo kwa usalama wa ukanda mzima. Mtaalamu wa masuala ya Sahel katika kituo cha CSIS, Beverly Ocheng, aliambia DW kuwa wengi wanataraji kuwa kipindi chake cha uongozi kitasaidia si tu kuimarisha usalama wa jumuiya, bali pia kuhakikisha mshikamano unarejea. Ocheng anasema ECOWAS sasa imeanza kutambua kuwa haiwezi kuepuka kushirikiana na Sahel japo kuna mashaka. Rais Bio anapoanza uongozi wake anakabiliwa na jukumu kubwa la kujenga tena umoja wa kuaminika kwa ECOWAS. Katika hotuba yake ya ufunguzi, alikiri kuwepo kwa madhara kutokana na kuvurugika kwa katiba katika baadhi ya nchi na akaahidi kuipa kipaumbele demokrasia, usalama wa kikanda na mageuzi ya taasisi. Wakati siasa zikitawala vichwa vya habari, uhalifu wa kupangwa unaendelea kusambaa Afrika Magharibi. Utekaji nyara kwa ajili ya fidia, matumizi ya dawa za kulevya na uchimbaji haramu wa madini ni dalili ya kukata tamaa kwa wananchi, huku mitandao ya kihalifu ikinufaika kutokana na mipaka isiyodhibitiwa. Mwandishi wa DW anakosoa kasi ndogo ya urasmi katika utekelezaji wa mikakati ya kupambana na uhalifu licha ya hotuba kali za ECOWAS. Nadhani kuna hisia kwa ECOWAS huwa na mwitikio wa polepole, na hali hii ya kukata tamaa si ya hivi karibuni tu. Kwa hiyo ni jambo la kueleweka kwamba kuna mtazamo kuwa taasisi hii haijajipanga kikamilifu kukabiliana na misukosuko ya kisiasa ya sasa, na kwa kufanya hivyo kushughulikia matatizo yanayosababisha machafuko ya kiuchumi na kijamii. Kuanzishwa kwa AES kumechochea hisia kama hizo katika maeneo mengine. Utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na taasisi ya Afrobarometer nchini Togo umebaini kuwa 64% ya walioshiriki waliona uundaji wa AES kuwa wa haki, huku zaidi ya nusu wakisema Togo inanufaika zaidi kwa kujiunga na AES kuliko kubaki ECOWAS. Ishara ya kutoridhika kwa wananchi wa kawaida na mchango wa ECOWAS katika maisha yao ya kila siku. Kwa wengi, machafuko ya sasa ni matokeo ya kukata tamaa kwa muda mrefu dhidi ya mifumo ya kikoloni iliyoendelea kwa sura mpya. Viongozi wa AES wanaonekana kuepuka ushawishi wa mataifa ya Magharibi na misimamo yao ya kupinga mifumo ya zamani inapata uungwaji mkono. Lakini wachambuzi wanaonya kuwa AES imejengwa juu ya msingi dhaifu wa tawala za kijeshi zisizo imara. Rais anaonekana kuelewa dharura ya kuleta mageuzi. Akizungumza mjini Abuja, alisema wazi kuwa ECOWAS lazima ijifanyie mageuzi na kwa uwazi zaidi, yenye ufanisi na inayoitikia mahitaji ya watu wake. Uwezo wa kutimiza ahadi hiyo ndio utakaoamua mustakabali wa ECOWAS na pengine ushirikiano wa kikanda katika Afrika Magharibi. Wakati ECOWAS kipambana kudumisha mshikamano na uhalali wake, AES nayo inatafuta kuaminika, huku ikiongozwa na tawala zisizo za kidemokrasia. Ndiyo taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Afrika leo asubuhi. Katika hatua hii, msikilizaji, ambapo mpasuko huo baada ya miaka 9 ya giza, wakazi wa mji wa Kabimba ulioko katika ukanda wa Ziwa Tanganyika, kilomita 60 kaskazini mwa Kaleme nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hatimaye wamenufaika na huduma ya umeme. Hii inafuatia maandamano ya mara kwa mara yaliyoongozwa na mashirika ya kiraia dhidi ya kampuni ya uzalishaji umeme ya GLC ambayo awali ilikuwa imekata kuwapatia mji huo umeme. Wakaribisha wageni. Wakaazi wanasema umeme huu ni mkombozi kwa maisha na uchumi wao. Hatutaraji kama tutapata tena kura, lakini kwa sasa tunafurahia, banaanza tutilia kura na tunatapata mwanga mzuri. Furahi sana si wa mama na wa binti zetu na wa fulana wetu, tunatauza televizion, tunauzisha maji ya baridi. Lakini tunaomba umeme tu zidi kwa Kabimba, usikuwa madelestage kama vile umeme wa Kalemi. Bantuambia tunakuntilia hivi mnyumba kura ni 10,000 francs na kumwisho wa mwezi ni 10,000 francs. Kwa mujibu wa mashirika ya kiraia, kampuni ya GLC haikupenda kushirikiana mwanzoni, wakidai kuwa washalipia dola 900,000 kwa umeme kupitia SNEL huko Kinshasa, lakini baadaye serikali ya jimbo iligahiri kuwapa huduma hiyo, na hivyo kampuni hiyo ikaamua kujenga bwawa lake la kuzalisha umeme kwa kutumia maji ya Ziwa Tanganyika. Kisika Lumumba,
Kiongozi wa shirika la kirahia Kabimba: wao wenyewe hawakuwa napendezwa, lakini kufatana na sensibilisation ya communauté na tulifanya marche pacifique, na ni pale ndio kwenye walitupatishia ile umeme. Tangu walitupatia umeme usiku na mchana, tuko na umeme. Tutasema wakaji wa Kabimba hawajali tena umeme wa SNET. Kabimba ni kitovu cha uchakataji saruji na mji wenye ajira nyingi kwa vijana. Kwa miaka kadhaa, ukosefu wa umeme uliwakimbiza wawekezaji na raia wa kigeni, lakini sasa hali imebadilika. Uwekezaji katika hoteli na biashara nyingine umerejea, kwa mujibu wa ofisi ya mratibu wa tarafa ya Kalemi, Mika Omari, msemaji wa ofisi hiyo. Kuna wale ambao wanakuwa na makampuni ndogo ndogo, nao umeme utawasaidia. Kila nyumba ya ule mmoja atapenda atapata umeme. Tunataraji kupeleka umeme ufike Katenga, umeme ufike hata maeneo za Mitetezi, Mlicha, kwenda Kabuga, umeme uende Mapera. Raia wawe makini, kwa kuwa umeme sio kitu ya kuchezea, ni kitu ambayo hatari kabisa kwa maisha ya binadamu. Zuber Ali ndio hali ambayo inajitokeza katika eneo lile la Kalemi. Matangazo haya, msikilizaji, ni mbashara kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, pote pale ulipo, ambapo tunakuletea yote ambayo yanajiri katika maeneo tofauti kwa utendeti, ili uweze kuwa na nafasi nzuri ya kuweza kukua na uelewa kinachoendelea katika maeneo tofauti duniani, sio Afrika peke yake, sio Ulaya, sio Marekani, kote duniani. Wakati huu basi, moja kwa moja msikilizaji, tufuatilie kwenye maeneo yote ya majukwaa, iwapo ni Google, iwapo ni kitandazi ama Facebook. Tufuatilie katika TikTok, Twitter, zamani Twitter, sasa hivi X, kote kote unatupata mbashara tunapokuletea Afrika Leo asubuhi. Siku hii ambayo ni ya 27 mwezi ukiwa ni wa Juni mwaka wa 2025, ambapo matangazo haya ni mbashara yanayokujia moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tunakusihi ujiunge nasi rasmi kwa kuweza kubonyeza subscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube, ambapo utakuwa unapokea kila wakati. Aidha, kwa mfuatiliaji wetu rasmi kwenye Facebook ya kwetu kwa kubonyeza follow. Tufuatilie pia kwenye Instagram ambapo na TikTok ambapo natupata pale. Usisahau kubonyeza like na share wakati ambapo unatembelea pia tovuti yetu ya cantona.digital, ambapo unapokea habari zote ambazo zinajiri katika maeneo tofauti kwenye dunia ambayo tunaishi ndani. Sasa hivi ni Afrika Leo asubuhi kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Wakati huo basi, msikilizaji, na kuomba simana kituo kufikia malengo yake ya ratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza asilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 45614668, kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Wakati ambapo nazidi kusonga mbele kwenye taarifa zetu za Afrika Leo asubuhi, na vile vile tukishirikiana na washirika wetu. Polisi nchini Ecuador wamemkamata tena mtoro aliyetafutwa sana nchini humo, mlanguzi wa dawa za kulevya Adolfo Macias Villamar. Macias pia anajulikana kwa jina la Fito, ni kiongozi wa Los Choneros, genge la uhalifu lenye nguvu ambalo linalaumiwa kwa mabadiliko ya Ecuador kutoka kimbilio la watalii hadi nchi yenye viwango vya juu vya mauaji katika eneo hilo. Pia anashukiwa kuamuru mauaji ya mgombea urais Fernando Villavicencio mwaka 2023. Polisi walimfuatilia hadi kwa kile walichokitaja kuwa chumba cha gala chini ya ardhi chini
operesheni ya nyumba ya kifahari katika jiji la Manta. Msemaji wa polisi amesema hakuna risasi zilizofuatiliwa katika operesheni ya pamoja kumkamata na ya saa 10 ya polisi na wanajeshi. Idadi kubwa ya maafisa wa kwanza walifuatilia na kuzingira nyumba ya ghorofa 3 katika kitongoji cha Monterrey cha Manta kwenye pwani ya Ecuador. Mvua kubwa zilizoambatana na dhoruba kali nchini Ufaransa zimesababisha vifo vya watu 2 na kujeruhi wengine 17 huku maeneo mbalimbali yakikosa umeme. Maeneo yaliyoathirika ni pamoja na bunge la taifa ambalo paa lake lilivuja wakati waziri mkuu Francois Bayrou alipokuwa akihutubia. Shirika la ulinzi wa raia limethibitisha kuwa nyumba zaidi ya 110,000 zimekatwa umeme, huku juhudi za uokoaji na marekebisho ikiendelea katika maeneo yaliyoathirika. Waziri wa ulinzi nchini Kenya Kipchumba Murkomen amezungumza na waandishi wa habari muda mfupi jana baada ya kuyatembelea maeneo yaliyoathiriwa na maandamano juzi. Vilevile aliongeza kuwa hali ambayo maafisa wa usalama walikumbana nayo hapo siku ya juzi haikuhusiana na vyovyote na juhudi za kuwatafutia haki watu ambao walipoteza wapendwa wao katika maandamano ya Gen Z ya mwaka jana. Watu 13 wamethibitishwa kufariki dunia baada ya boti ndogo kuzama katika mto Niger katika eneo la mpaka kati ya nchi za Niger na Benin, kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo vilivyotoa taarifa kwa shirika la habari la AFP. Kulingana na taarifa, baadhi ya manusura waliokolewa, ingawa idadi kamili ya abiria waliokuwamo katika boti hiyo haijabainika. Mkazi wa mji wa mpakani wa Gaya upande wa Niger amesema tukio hilo limetikisa jamii za mpakani. Mamlaka husika zinaendelea na juhudi za uokoaji na uchunguzi kubaini chanzo halisi cha ajali hiyo kusikitisha. Wizara ya habari Iran imeripoti kukamatwa kwa watu wasiopungua 26 katika mkoa wa Khuzestan kusini magharibi mwa nchi hiyo kwa tuhuma za kushirikiana na Israeli, hatua ambayo imejiri siku 2 tu baada ya Tehran na Tel Aviv kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, watu hao walikamatwa na idara ya kijasusi za jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu baada ya kutambuliwa kama majenti au washirika wasiokuwa na taarifa kamili katika kile kinachoelezwa kama vita vilivyoanzishwa na taasisi za Kizayuni. Ripoti hiyo ya Fars imesema baadhi ya waliotiwa mbaroni walikiri kujihusisha na masuala ya kiusalama, uchochezi wa umma na hujuma. Na mengi yanajitokeza katika mitaa yenye shughuli nyingi mjini Pretoria. Mapinduzi ya utulivu yafanyika si kwa maandamano makubwa au kampeni za kisiasa, lakini kupitia msongamano wa jasiriamali wa kigeni kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Kenya, Tanzania na Burundi. Isingelikuwa vurugu au vita inayofanyika huko nyumbani Kongo, tusingelikuwa hapa, lakini hapa maisha ni mazuri, tunaishi kama kawaida, wenye nchi wanatupenda, japokuwa kuna wale ambao wasiotuelewa. Polisi wanatusumbua sana South Africa, kupata madokumenti inakuwa ni shida sana, corruption inakuwa nyingi. Unakutana na polisi barabarani, anakuuliza dokumenti yako, unaanza kumuonesha dokumenti yako, lakini mara anakwambia mimi nipatie hata 100 ni kuache. Maisha South Africa iko sawa, inadependi na sehemu naishi.
yako sawa. Sasa tatizo tu ni hizo document. Kama unapata document iko sawa, lakini kama hauna document hiyo ni tatizo, kwa sababu hapa napo unakuwa nakimbizana mapolisi. Siku hizi huwa hatuendi home affairs, siku hizi tunafanyia kurenew online. Sasa unapofanya online, kuna kipindi unafanya application hawata kujibu haraka, kuna kipindi unaweza ukafanya mara pili mara tatu hawata kujibu, ila wanapokuja kujibu wanakutumia karatasi ni kwenye email address, sema utakuwa umeshahangaika, polisi kukusimamisha barabarani mara nyingi. Lakini na vile vile changamoto nyingine ni uingiliano kati ya South Africa na kumtambua mgeni zaidi, sana sana ni mgeni kutoka nchi za Afrika. Imekuwa kidogo kuna ubaguzi sana. Kama ujui lugha kibiashara, sana sana wa South wengi sana unakuta wanataka kuongea lugha ya kwao. Kwa hivyo tumelazimika kujifunza kidogo kidogo. Wa South Africa wanapenda sana kulingana, wanajua historia kama Masai, hivyo wanakuwa wanataka kujaribu culture za watu tofauti. Kwa hivyo bidhaa za kutoka Kenya wamezipenda sana sana, kama ni hizi African bags, kama beads, zile necklaces wanazipenda sana juu kama zingine ziko na beads kama za kwao. Ndio maisha ya ugaibuni, wakati ambapo unajipata kwenye taifa ambalo wewe sio mzawa, inabidi unaenda na wakati. Na ndio maana Radio 14 Africa na mengi tu ambayo namna hiyo tunakuletea kupitia idhaa hii na washirika wetu, ni kwamba kukutembeza, kutazama na kuangalia maisha nje ya mipaka yako, mahali ambapo umezoea. Na ndio hiyo inajitokeza unapoenda kwenye mataifa mengine, basi inakuwa changamoto ni lugha, inabidi ujifunze hiyo lugha kwa wepesi iwapo basi unataka kuwa na mawasiliano. Hata Uingereza, Marekani, ukifika pale kuna kizungu kile cha Marekani cha kuzungumza kupitia kwenye mapua. Inabidi uweze kuwa umejifunza hiyo lugha vizuri, ndio uweze kuwa nafasi nzuri sana ya kuweza kutangamana na watu vizuri pasipokuwa na tatizo lolote. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Naenda moja kwa moja kusoma maoni yako, alafu baadaye tupokee makala ya siku ya leo, ambapo asante sana wale ambao namna mmerauka na mnatufuatilia. Asante sana. Naitwa Padri Moshi Paliva wa Kotela, Moshi, Tanzania. Polisi nchini Kenya wameshindwa kujizuia na kutengeneza mazingira ya amani kwao na kwa raia, na badala yake wametumia nguvu zaidi mpaka kuua. Njia hiyo inaumiza sana, maana inalitia taifa hilo doa kwa wao kuzidi kuua raia wengi wasio na hatia. Roja Kashilembo pale hivi kutoka Bujumbura, polini kwa waliopoteza watu na mali. Serikali iangalie vile ya kusaidia Waafrika. Vile vile Amos David pale hivi hapa mjini Cape Town, na kuna mvua zaidi ya hiyo. Oveni Vosi pale hivi, poleni sana kwa wananchi wa Ufaransa kwa sababu ya mvua. Picho pale hivi na bado acha maoni yake hayo, wakati ambapo ameandika maoni yanakinzana.
Mage Temba pale hivi mshapigia kula tayari, lipi mlilofanya? Anazungumzia kwamba katika hatua ile ambapo spika wa bunge la Tanzania alisema kwamba nina matumaini wengi wetu tutarejea bungeni kutokana na kazi nzuri tuliyoifanya kuisimamia serikali kwa manufaa ya wananchi. Hapo anazungumza ambapo spika wa bunge la Tanzania Tulia Ackson amesema ameridhishwa na kazi iliyofanywa na wabunge katika kipindi cha miaka mitano, ikiwemo kusimamia na kuishauri serikali kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania. Amesema hayo ambapo hiyo jana baada ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kutoa hotuba ya kukamilika kwa shughuli za mkutano wa 19 katika bunge hilo la 12, ambapo maoni kwamba Samuel Saina anasema Tulia ndiye wa kwanza kuliaga bunge, hamna alichofanya tofauti na Tulia. Anasema Nelson Mnewika pale hivi, jamani naomba kwamba kwa jima hapa tutume salamu kwamba Musa anasema manufaa ya wananchi au familia na matumbo yao. Hakuna wabunge wa malofa kama wa Musa jamani, lugha nzuri itapendeza. Haya, Buran Ramadan pale mnachokoza midomo yetu au teke. Jackson Mwakila pale bunge lijikita zaidi katika kusifia kila jambo la serikali na yale yasiyohitajika kusifiwa kiasi cha kulifanya bunge letu kushindwa kutimiza jukumu lake na kusimamia serikali katika utendaji kazi wake. Elias Magai anasema hakuna bunge hapa, sema wazee wa kugonga meza na kusema maliza muda wao, wameipa Tanzania sana kubwa sana kutuuzia bandari na Ngorongoro na nguo. Maneno yake hayo, maoni yake hayo. Baini Elias Magai pale anazungumza ya kwake. Sofian pale Mustafa Hussein Musa Zaoro pale walikuwa wakitembea bunge wetu hawana. Ndio hali ambayo inajitokeza msikizaji. Wakati mwingine maoni mengine inabidi unakaza ulimi ili usitamke, kwa sababu ndio hali inajitokeza. Watu wana maoni ya kwao, watu wana Brian Omonupi wa Makelele pale hivi. Habari ya asubuhi. Asante sana kutufuatilia kwenye Afrika Leo asubuhi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.